السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yaliyozungumzwa ni mengi ambayo ni mazuri na ni yenye faida kubwa sana. Mashekhe zetu ambao ni baraka yetu, ni viongozi wetu, ni nuru yetu, Sheikh Samir na Sheikh Yusuf Muhammad Kidago wamezungumza maneno ambayo yanayotoka katika nyoyo zao. Wamezungumza maneno ambayo ndio yatakanwa yazungumze. Wamezungumza maneno ambayo ni ya faida. Tumepata faida kubwa sana katika haya maneno. Na tutaka kujua thamani ya faida ni kuangalia katika mitandao baada ya kuondoka hapa. Kwa sababu hapa huwezi kuona yana thamani, yana faida. Lakini nenda nyumbani, ukafungue TV yako, ukafungue simu yako na uweke hadhara hini, kisha uyasikize kwa makini, ndio utajua kumezungumzwa nini. Sasa huwezi kuthamini, lakini baadaye utathamini. Utajua kweli ilmu ziko. Ilmu ni bahari. Na tukaona ule ukweli wa walimu wetu kama hawa ni ukweli mkubwa sana. Sheikh Samir ni katika mwalimu ambaye mkubwa sana, anayefanya kazi kubwa, daiyan wa muallima. Ni mwalimu ambaye yataka atungiwe kitabu chake kuelezwa tarehe ya Sheikh Samir, kwa sababu kwa ile kazi yake ya da'wa, kazi yake ya ukweli, yeye kusema kweli huwa hajali mtu yote. Yuko ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina. Basi na sisi tutakunu ma'as sadiqina, kunu ma Sheikh Samir, kwa sababu ya ule ukweli alokuwa nao na ile ikhlas alokuwa nayo. Ana ikhlasi hali ya juu, ana tawadhu, unyenyekevu wa hali ya juu, ana heshima hali ya juu, ana ilmu hali ya juu. Hii ndio inavutakana. Limithli hadha falyamalil amiluna. Katika batil hajali mtu yote wala hajali madhhabi yote. Muangalie katika mitandao, utamuona namna gani katika msimamo wa haki. Mtu kusema hata kama ataniua waniue, lakini ukweli nitasema. Neno kubwa hilo. Wewe waweza kusema neno hilo? Watu wabadilisha madhhab, wabadilisha twarika kwa sababu ya pesa. Bali wengine ni watu wa twarika, wabadilisha twarika na wabadilisha maneno ya twarika kwa sababu ya nini? Ya hela. Akishakupa hela, ile mada huwa inazunguka, inakuwa sampuli nyingine. Kwa wengine wanafanya ni kazi ni wana rekodi. Shamesikia mmesema jambo kadhaa, nimewashambulia watu wa twarika, nimefanya hivi. Ni kazi shekhe. Kuna lisanu maajur, ulimi wa kukodiwa. Si magari na majumba na kukodiwa. Wengine ni ile milimi yao hukodiwa, hupawa contract, nenda mahala fulani, nenda mahala fulani, kaseme jambo fulani, kaseme jambo fulani. Lakini Sheikh Samir asema wala mimi sikuati na ngojea bahasha ama nataka bahasha, pia hazitaki. Je, kuna ukweli zaidi ya ono? Na amesema jambo la sawa katika hadhara za mtumi, zende kimtumi. Hadhara za kidini zende kidini, na hadhara za kule zende kule. Wanawake, sunna ya wanawake katika mambo ya kheri
ni kushuhudia, kuangalia, sio kufanya. Ile hadithi ya Mtume inasema waliyashhadna alkhair, waliyashhadna alkhair wa da'wat almuslimin, washuhudie khairi, sio wafanye khairi. Wakitaka kufanya khairi wafanye wao mahali kwao. Wanawake wakatazi kucheza katika dini, lakini wako wanawake watupu. Lakini wanawake sio kuna wanaume kisha wao wakacheza, haifai. Hiyo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, Mtume wale mahabasha alipocheza msikitini alimuita haswa Sayyidatuna Aisha, akamwambia njoo uangalie, hakumwambia njoo ucheze. Alimwambia njoo uangalie, na akawa Mtume amesimama na Sayyidatuna Aisha katika bega la Mtume, na huko angalia mahabasha wa kutoka Ethiopia wakicheza. Basi akaangalia mpaka Sayyidatuna Aisha akachoka, akaenda nani. Basi asema nilisimama sana. Jamaa kwamba bosi Sayyidatuna Aisha alisimama sana. Asema sikuwa na haja sana kuangalia, lakini nasikia ile raha kwa kuwa kichwa changu kiko katika bega la Mtume. Tumswalie Mtume. Yani alifurahi kwa kuwa yeye amesimama, Mtume amesimama na yeye bega lake liko hapa anaangalia. Hii ndio darasa ambayo imezungumzwa. Wanawake watakawasomeshwe zaidi, kwa sababu silaha ya wale wasiokuwa Waislamu, silaha ya Mayahudi ni kuwatumia wanawake. Hakuna chombo anachokitumia kama wanawake, bali amefanya wanawake ni biashara. Angalia, utaona biashara zote wenye kuzitangaza ni wanawake. Angalia sabuni za kuogea, mapicha, masabuni, manguo, utaona wanawekwa nani? Tena wanawake ambao kwamba wako uchi wanawekwa. Kwani ile sabuni ukiweka wewe mwanamume itakuwa si sabuni, mpaka iko mwanamke. Iko mwanamke tena amevaa zile nguo mbili tu, wabtaki baina dhalika sabila, ndio chezewa. Angalia katika zombo za habari utaona vipi katika mwanamume akitangaza na mwanamke akitangaza, amevaa nguo gani. Angalia wanawake walazimishwa wacheze michezo ya mipira, michezo ya kukimbia, lakini wamevaa nguo gani? Kwa ile biashara ya wanaume kutakikana ni kwa wanawake. Wanawake ndio silaha kubwa, na ndio wanaotumia wale Mayahudi. Ndio tuona mpaka sasa wamekwenda kufanyia wanawake waoane wao kwa wao na wanaume waoane wao kwa wao. Je, litaingia kilini hilo? Mwenye kuozesha nani? Mwanamke na mwanamke ataozesha nani? Mwanamume ataozesha nani? Wataozeshwa msikitini, ataozeshwa nyumbani? Kisha tufanye masala kama mafupi aliofanya yule Museveni alitoa onyo kali, asema mwanamke na mwanamke akioana na mwanamume akioana nitawatia jela. Siwatoi mpaka wazae, wakizaa watatoka jela. Kifungo chao mpaka nini? Wazae. Yote hii ndio fikra ya Kiyahudi, na zaidi wao wanawataka hawa watoto wadogo ndio wataka wao, ndio huwafundisha kama tuliambiwa jana, kwa kuwa mtoto ana khiari mpaka miaka 7 baina kutaka awe mwanamume ama kutaka awe mwanamke. Hata ile birth certificate yao pale nafasi ya kwa mwanamume mwanamke haiandiki mpaka yule mtoto mwenyewe aamue. Ndio utaona hufanywa na sisi wanaume tukawa wanawake. Kuna wanaume wengine ni mwanamume mwanamke dume jike. Kivipi? Umeona mwanamume amevaa zipuli, mwanamume amevaa mkufu, mwanamume ameweka kikili huku, bali wengine amesonga sana mistari ile. Tena hakuna wa LGBTQ wale wabaya kama wachezaji mpira wale hata tujui tuwaseme kina nani wale. Maka wale makhabithi wakubwa, utaona muda ubusiana, muda ushumiana, muda upandana kama nguruwe. Na sisi ndio mapenzi ya kubwa ya wale.
na design tuwafuata wale vile wanavokata nyele, wanavoweka wakiweka kishungi tuweka, wakinyoa kishungi tuwanyoa, yani kama wale ndo uswatun hasana, kielezo kizuri. Kwa hivyo wanawake wajichunge, mwanamke ni thamani, mwanamke ni dhahabu. Mwanamke asijifanye kama muhogo. Wajua muhogo Hamjui muhogo? Si Tanzania inaita nini? Muhogo wala siwe kama ile nazi, wala siwe kama maembe, usiwe kama papayo. Wajua kuna biashara dhahabu na muhogo na mapapayo na nazi. Mtu akienda sokoni utaona ushika muhogo akaangalia, akauinua, akauweka, nikatie kidogo, anashika nazi anaweka huku. Basi usiwe muhogo washikwa, ukiangaliwa utakatiwa kidogo pale. Mwanamke atakawe ni dhahabu, angalia, mwanamke atakawe kama dhahabu. Duka la dhahabu liko vipi? Lina skari pale nje, lina macondition, dhahabu swafi, dhahabu imeweka kwenye kio. Hata uweze kushika, wewe angalia tu namna hiyo. Wewe tamani huipati. Wajua mwanamke akijificha ana thamani zaidi kushinda kama hakujificha. Wajua hilo? Unajua? Hapa tu hapa ikapita sinia ya pilau. Iko wazi? Pilau, nyama, kuku, mtathama. Lakini hapa ikapika sinia imefinikwa na mkaa wale, imefinikwa. Kila mtu atakuwa anafanya nini? Dharura hapo, atakuangalia. Kila mtu atakuwa macho yake huyaangalia. Sinia nini? Sinia nini ile? Sinia nini? Sinia nini? Kila mtu ana hamu. Kumbe kifunguliwa ile kawa lake kumbe ni ugali Basi kuna wengine ni pilau na wengine ni ugali. Kwa mwanamke ni thamani. Mwanamke ni thamani kama ile simu yako ya ghali. Wajua sisi tunawake simu hizi. Asi wake wamchunga hana chaji, hana bundle, unanunua kioo, una cover ama sivyo? Tena kioo kia ghali bazidi kuithamini zaidi kushinda ile. Kuna ile zingine zetu amulika mwizi. Unajua sina kuna mwizi? Hamsijui? Kabande zile simu za wazee. Unajua kuna simu za wazee, maki wale wazee simu zao kama wao wenyewe. Samani wazee. Na vijana simu zao kama wa vijana, Basi taelewa mwenyewe tena. Maki wazee mambo yao mafupi tu. Yeye ana simu asikize basi. Asikize basi, panato na simu ifungo na raba bende swa. Basi nyingine ndo ajabu, kichwa chini maguu juu. Lakini wao tosha, namba hazionekani. Zile namba za simu hazionekani. Salama ule mzee amezihifadhi tu Kwa mwanamke ndio thamani. Kama ile tena wewe ukiwa na simu yako ichunge kwapi? Ukaikosa ama watakata ukiingia uani pia unge na simu ama sivyo? Ukilala kabla hujalala utashika simu. Ukiamka salatu khairu minan naum, basi atma aljawalu khairu minan naum. Wanashika simu, unaangalia iko wapi? Na hakuna msiba mkubwa kama kupotelewa na simu. Ukipoteza na pesa hata huna thamani. Pengine pesa ni nyingi ushinda simu, lakini wewe una thamani. Chaji iko wapi? Ukaenda katika nyumba, ukaenda katika hoteli, plug iko wapi? Chaji iko wapi? Ama ulizane, hata ulizikula wala uliziwani, uliza chaji na plug. Tena kuna kitanda ukipendacho kama kiko karibu ya plug na katika chaji pale. Ndio kitanda kizuri sana hicho. Na siku utapoenda hoteli ambapo hakuna chaji na utasema hoteli gani nini? Haina maana. Kwa mwanamke ndio thamani yake. Na tukaambiwa masala ya elimu. Hapa kuna mjadala wanafunzi. Tumeambiwa baina mwalimu kujitolea kusomesha bure na mwalimu kulipa mshahara. Mjadala mrefu. Je, mwalimu asomeshe bure na mwalimu lipwe malipo? Na kila zote zikatolewa hoja, na ndio uzuri wa hafla hii. Kila kitu kuna ni kama ni munadhara ama kama ni munakasha, kama ni musabaka, yote ufanya. Wakajadiliana lakini mimi kaona jawabu fupi sana. Jawabu lenyewe lipi? Walimu wa zamani walikuwa hawatoi mishahara, basi ndio wale wa kwanza. Walimu wa zamani watu ile point kwa mwalimu alipi mshahara. Lakini hawalipi mshahara, lakini usaidiwa.
Kila mwenye biashara mpa mwalimu, mwenye ng'ombe atamletea maziwa, mwenye duka atamletea mchele, mwenye shamba atamletea mahindi. Yaani walimu wakiishi kwa swadaka zamani. Walimu wa sasa huishi kwa falaki na uchawi. Ndio walimu wa sasa, tofauti ni yote. Ndio tunaona walimu wengi wameingia katika elimu hizo, bahari za uchawi na falaki na uganga. Kila mwalimu mchawi, kila mwalimu ana falaki. Sasa tafanyaje atakatonge? Mshahara na dharura hiyo sasa. Lazima fanye hivyo, sasa fungue ofisi yake, aanze kutibu hapa, atupandisha watu marohani, utalisha watu marohani. Na sisi basi tu nini waenda kwa mwalimu, atuambia mwalimu nifanyie mpate hela, singelipata yeye basi ndio kufanya. Sababu nini? Ukosefu wa mshahara. Walimu wa zamani walikuwa na tawakkul, wakimtegemea Mwenyezi Mungu. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Walimu wa zamani, mzee wetu al-Imam al-Hadhir alikuwa yeye kipa mshahara, kisha akaamua akamwambia sitaki tena mshahara. Mshahara wenu tukue wenyewe. Maka uniingilia ufanya hivi sasa. Baadhi akasomesha bure, akaeka na mwalimu mwingine Said Ahmad Badi mwenye baba, akawa yeye humlipa na yule mwalimu mwingine. Na yeye amesomesha bure. Walimu wa zamani walikuwa hawalipwi, lakini Mungu huwalipa. Walimu wa sasa hulipwa, lakini Mungu hawalipi. Tofauti ni hiyo tu. Mupo? Walimu wa zamani walikuwa hawalipwi, lakini Mungu fanya nini? Walimu wa sasa hulipwa, lakini Mungu. Sababu walimu wa sasa hawatosheki na mishahara. Kila mwalimu kimpa bwana mshahara mdogo bwana. Mshahara utoshi bwana. Mshahara, bali mshahara mmoja tu ameacha kazi. Mmoja tu na mwalimu peka mkokoteni tu. Bwana hakulipi tena kule. Mmoja mwalimu ameamua kupiga debe. Unajua mwalimu kwa debe, kupiga madebe stage kule. Mmoja amekuwa driver. Mmoja huyo zimemwanda zake Saudia kufanya kazi. Halipo. Akilipwa hatosheki. Na mwenye kumlipa naye, samahani, kamati nao ni kamati ne. Hukukamata kweli kweli naye. Pangine sema basi kitenda kulipa, afadhali mimi nende hivi. Ndio tukumbuka kisa cha bwana mmoja, ilikuwa aliazima viatu kwa mtu. Viatu umesema vipi? Viatu. Ilikuwa bwana harusi, alipokuwa ameazima vile viatu, basi yule aliyomwazima akao kwa ubavuni mwake, anamwambia viatu vangu vichunge bwana, hilo jiwe hilo hapo. Maji hayo hapo. Miba hiyo. Ule bwana harusi akatafishika bwana. Akakereka. Ngoja usikanyage hapo. Kitaingia maji hicho. Ule bwana harusi akamwambia, "Vua, sitaki tena viatu vyako." Akamvulia akampa mwenyewe. Chukua mwenyewe viatu vyako. Akatoka mwingine bwana mzuri, akamwambia ngoja mimi nikupe viatu vangu. Hanipe. Akivaa, wafuatana naye. Akifika njiani ameanza yule bwana leo. Mimi sikuingiliwa na viatu. Akifika njiani, "Shekhe, viatu si hasina shida hizi proof hizi hazijali jiwe, hazijali miba hizi kama za kutezea mpira bwana hizi, kanyaga jiwe hilo." Amwambia hivyo. Ingia kwenye maji hazikatiki hizo. Fanya bwana, la haula la quwwata illa. Mmetoka kuzikwa hapa, mmeenda kufia hapo. Mbona ibalazi? Akaamua yule bwana atembee bila viatu bwana harusi. Wassalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wala afu minkum.